Soko hili letu la bima tunahakikisha liko salama. Kama nilivyosema, kuna makampuni hayapungui 32. Sasa haya makampuni yanaongozwa na kanuni na miongozo ya bima. Sasa tukisema kama hatuna kanuni, hakuna miongozo yoyote, Bwana Harith atamkatia bima mtu kwa shilingi 10, lakini huyu bibi atamkatia mtu kwa shilingi 5 na mwingine atamkatia mtu kwa shilingi 3. Kufanya hivyo anakuwa hajenda yani hakwenda kwa mujibu wa taratibu au kanuni au miongozo. Kwa hiyo kuna miongozo ambayo inakwambia Bwana Harith, ukimkatia mtu bima chini ya kiwango hiki, ina maana wewe unakengeuka miongozo na taratibu au na sheria ya bima inavyosema. Lakini jukumu jingine ni kutoa elimu ya bima kwa umma. Hili ni jukumu letu. Leo tuko na waandishi wa habari, saa nyingine huwa tunakwenda katika masoko ya jamii kutoa elimu ya bima, tunakwenda katika vyuo. Hili ni jukumu letu kutoa elimu ya bima ili watu wafahamu haki zao. Hatufichi, tuko open kabisa, watu wafahamu haki zao. Wanakwenda kukata bima, wanapeleka madai yao, wanacheleweshewa, tira tupu, tunawapokea na kuleta malalamiko. Tafsiri nyingine ni msimamizi wa haki. Tunahakikisha kuna haki katika soko la bima. Haki inagusa pande mbili, kampuni ya bima na wananchi. Kimsingi kampuni ya bima ina matarajio, kwa hiyo anakuwa makini, anatilia shaka katika kila unachokileta, ajaribu kuhakikisha anapunguza, asilipe kisichostahili na au asilipe zaidi ya vile ambavyo matarajio ya kibima yangekuwa. Bima haitoi faida. Bima inaitwa Kiingereza indemnity. Indemnity maana yake inakurudisha pale ambapo ulikuwa na gari umenunua milioni 40, umetumia miaka 5, uwezi kulipa milioni 40, imepungua. Imeumia kiasi gani? Ni kifaa kinatakiwa kiwepo kipya au kinatakiwa kiweje? Ukiwekewa kifaa kipya umepata zaidi ya vile ambavyo ingekuwa kwa sababu gari yako shaitumia. Kwa hiyo ni indemnity, unarudishwa pale ambapo ulipokuwa. Unapokuza haki, kuna mambo inabidi uyazingatie. Tunakuza uwazi katika huduma za bima, tunakuza uwajibikaji, accountability na uaminifu katika sekta ya bima. Ni mambo muhimu kwa sababu huwezi kuhimiza watu wakate bima kama hatoipata haki imsaidie atimize matarajio yake pale anapopata janga. Sasa hivi kama una chombo chako, sio lazima kuja ofisini au kwenda kwenye kampuni ya bima ili kujua kama chombo chako kina bima au hakina bima. Ukiwa nyumbani, ukiwa ofisini, ukiwa popote pale, unaweza ukatumia huu mfumo kwa kuhakiki chombo chako cha moto na kujua kama bima yako iko hai au bado haipo hai. Huu mfumo unaitwa Tiramisu. Unapatikana katika hatua 2 au 3. Ya kwanza ni browser kama hii tuliyopita kwa kuandika www.tiramis.go.tz au ukiandika tu Tiramis kwenye web browser yoyote ile itakuletea neno Tiramis. Tiramis au wachi nafasi, unaandika moja kwa moja. Lakini hii kidogo tumekuwa tunaiacha. Lakini njia ya pili ni ku-download application ya Tiramis, ambao utaenda kwenye application ile ya Google Play Store kwa simu zetu hizi za Android, utadownload application inaitwa Tiramis. Ukifungua tu haikutaki kujisajili, itakufungulia window moja kwa moja, alafu itakuonyesha sasa unataka kuhakiki kitu gani. Tunazo njia za kuhakiki 4. Utatumia cover note, utatumia registration number, utatumia chassis number na utatumia cover note. Lakini njia nzuri ambayo tunatumia ya urahisi ni kutumia registration number. Registration number ndio zile plate number za gari. Kwa ukiingia kwenye huo mfumo itakuonyesha, alafu utachagua unataka kuhakiki chombo cha moto kwa kutumia njia gani. Kwa njia iliyokuwa ya rahisi ni kwa kutumia registration number. Ukiklik registration number itafungua dirisha hilo. Likifungua hilo dirisha utaweka namba ya gari kama ilivyo, lakini hauachi nafasi. Mfano Z119AR kwa zile namba za zamani. Unaiandika kama ilivyo pasi na kuacha nafasi, alafu uta click verify. Kwa ukiklik verify utakutana na majibu aidha matatu. Moja kati ya matatu. Moja, litafunguka dirisha vizuri tu, litakwambia cover yako iko active, itakuonyesha imelipiwa na kampuni gani, imelipwa lini na ina expire lini, na mtu ambaye amelipa na amelipa kiasi gani. Hiyo ni bima ambayo iko halali. Lakini upande wa pili kuna bima ambayo ime expire.
labda imeisha mwezi wa jana au mwaka jana, lakini imeshawahi kuingizwa kwenye mfumo wa TIRAMIS. Ukiweka hii itakupa taarifa ya chombo hicho, lakini juu kule itakwambia expired, itakuonyesha kwamba hicho chombo muda wake umeisha, na ukifuatilia kwa ndani utaona kabisa inakwambia imekatwa tarehe fulani na imeexpire tarehe fulani. Lakini ya tatu ni vile vyombo ambavyo havijawahi kusajiliwa kwenye mfumo wa TIRAMIS, kama umenunua gari yako lakini haijawahi kukatiwa bima. Hiyo kama haijawahi kukatiwa bima, maana yake itakwambia no data found, kwa maana kwamba hiyo taarifa zake zitakuwa hazipo.